Shule ya Twayibu imeadhimisha miaka 20 tangia kuanzishwa kwake kwa kuandaa mashindano ya michezo na elimu yaliyowakutanisha wanafunzi kutoka shule mbalimbali. Maadhimisho hayo yalilenga kuimarisha ushirikiano kati ya shule, kukuza vipaji vya wanafunzi na kuwajengea uwezo wa kupitia michezo na mashindano ya kielimu. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mwalimu mkuu wa shule ya Twayib alisema hatua hiyo ya kualika wanafunzi na walimu kutoka shule nyingine imelenga kusherekea mafanikio ya shule hiyo, huku ikiendelea kujenga uhusiano mazuri na taasisi nyingine za kielimu. Alieleza kuwa michezo na mashindano ya kielimu huchangia kuimarisha afya, nidhamu, kujiamini na uwezo wa wanafunzi kufikiria kwa ubunifu sambamba na kubaini vipaji vyao. Aidha, aliwashukuru walimu na shule zote zilizoshiriki na kusisitiza kuwa shule itaendelea kuandaa matukio kama hayo katika miaka ijayo. Majina anaitwa Hamadi Mabakari, ni mwalimu mkuu wa shule ya Madrasa Twayib. Lengo la bonanza hili ni kusherehekea kutimiza miaka 20 kwa shule yetu, na tumeamua kuzialika shule mbalimbali kwa lengo la kushirikiana pamoja. Mwaliko huu unakuja kwa sababu shule zetu ni majirani, lakini pia watu wanashirikiana katika shughuli mbalimbali za kielimu. Sasa tukaona ni vyema pia tushirikiane katika shughuli za michezo. Leo hapa kulikuwa kuna mchezo wa kuruka kamba, kuna mchezo wa kuvuta kamba, kuna nage, kuna football, mpira wa miguu, pamoja na general knowledge, maswali ya papo kwa papo, ambapo mwanafunzi anakwenda kuchagua namba ya swali, anasomewa swali, anatakiwa ajibu ndani ya sekunde 10. Akiwa amepata anatiliwa tiki, akiwa amekosa pia anatiliwa rongi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa shule zote ambazo wameshiriki, wamekuja kuungana na sisi, na tunasema asante sana. Tunacha kuwalipa isipokuwa ni asante, na tunaamini Mwenyezi Mungu kadri miaka inavyokwenda mbele na wao watafanya, na sisi tutaalikwa, na sisi pia tutafanya jengine, na tunategemea kufanya function nyingine, tutawalika vile vile. Asante sana. Tunategemea kama mara hii tulitegemea twende katika uwanja wa Mau, lakini tukaambiwa kwa mujibu wa ratiba hatuwezi kupata ule uwanja, ndio maana tukaja hapa. Kwa hiyo ukiona leo hapa tumekosa speaker mgaloza kuleta hamasa kwa wanafunzi, ama sema amshamsha. Kwa tunategemea mara nyingine itakuwa kuna speaker, kuna mambo mengine makubwa zaidi kuliko haya. Kwanza ni kuwaondosha katika yale mawazo ya kusoma kila wakati. Unapompa mwanafunzi michezo inamjenga kwamba sasa hivi ni muda wa kurefresh. Wanakwenda kurefresh mind kidogo, ndio maana unaona wanafunzi wengi wamekuja hapa, wamejumuika na wanaendelea kujumuika. Lakini pia unamjenga mwanafunzi kwamba si lazima ukaenda shule ukaenda darasani tu. Kuna michezo pia ya nje. Kama sasa hivi mtaala wetu unavyotaka, mwanafunzi unamtaka aweze kuijua mazingira yake ya nje zaidi. Na sisi ndio tukaamua hivyo kwamba tuweke bonanza hili kushirikisha mambo tofauti tofauti ambayo mwanafunzi atakuwa anaona jamii yake ilivyo, na pengine humu tunaweza tukaibua vipaji vya wanamichezo. Wito wangu ni kwamba serikali wataendelee kutuunga mkono pale ambapo shule zetu hizi zitakuwa zinakwenda kwa wao kwa ajili ya kutaka labda ufadhili ama udhamini kwa jambo lolote, lakini pia na wao watuwekee, kwa sababu zamani ilikuwa kuna hizo elimu bila malipo ambazo zilikuwa zimeshamiri sana, lakini siku hizi kidogo zimepungua nguvu. Kwa hiyo naomba serikali itilie nguvu zaidi hata katika shule zetu za private, ili na sisi wanafunzi waone kwamba ni pati ya masomo. Kwa upande wao, baadhi ya walimu kutoka shule zilizoshiriki walisema mashindano hayo yamekuwa fursa muhimu ya kubadilisha uzoefu wa kuimarisha ushirikiano kati ya shule mbalimbali. Walieleza kuwa shughuli hizo huwasaidia wanafunzi kujifunza nje ya mazingira ya darasani na kupendekeza mashindano yaendelee kufanyika mara kwa mara kushirikisha shule nyingi zaidi. Kwa majina naitwa Tisha Mariam Abdullah Hamisi kutoka skuli ya Madrasa Twayib iliyopo Fuoni. Lengo la kuja hapa ni kusherehekea ama kutimiza miaka 20 ya skuli yetu, na tumefanya bonanza hili kwa ajili ya kushiriki skuli tofauti, yani kuona maendeleo ya skuli yetu tunayoyapata, masomo tunayofundisha na vitu ambavyo vinapatikana ndani ya skuli yetu. Tuna furaha sana kulifanya bonanza hili kwani tumeuona uwezo wa watoto wetu, tumeona kazi za walimu wetu na walimu wenzetu ambazo ni skuli jirani tunashirikiana nazo. Skuli ambazo tumeshirikiana nazo kwa leo ni skuli 5. Skuli ya Acme na Sari School, Apex tumeshirikiana na Zanzibar Heroes, tumeshirikiana na skuli ya Juba Islamic School. Kwa jina naitwa Maua Suleiman Hamadi.
Ni mwalimu wa skuli ya Acme ambayo ni jirani na hii skuli ya Al-Madrasa Twaibu. Tumepata mwaliko kuja kusherekea katika sherehe zetu za michezo ambayo ni bonanza. Kwa hiyo tumekuja hapa, tumealikwa na skuli jirani, tumekuja kushirikiana katika michezo tofauti. Hili bonanza litawaongoza watoto na kuwashajihisha na kuwatia hamasa hasa katika somo la art, craft and sport. Wanapata kujijenga kiakili, kimwili na vitu tofauti. Kwa majina naitwa Mr. Hans Mayanga Kamanga, ni mwalimu wa michezo kutoka Heroes Community Academy. Lengo la bonanza letu leo ni kukuza ufaulu na vipaji vya watoto wetu kwa kuboresha ufaulu wao, lakini pia ni pati ya masomo, kwa sababu watoto baada ya masomo ya darasani wanatakiwa pia kufanya michezo kwa ajili ya kugundua vipaji vyao na kuboresha akili zao, ufanyaji wa kazi wa akili zao. Kama skuli waalikwa, tumejifunza vitu vingi leo kwenye bonanza, kwamba ni muhimu kuwa na shughuli za nje ya masomo ya darasani ili kuboresha ufahamu wa wanafunzi na kuongeza ujifunzaji. Mimi ninachoona labda ni kupangwe program maalum, lakini pia ipangwe siku maalum. Yaani tupange kama mwezi fulani, kwamba mwezi fulani utakuwa ni siku ya kushiriki michezo, na hii jikite kwamba kwa skuli tofauti, siwe tu ni private. Hata serikali pia ziwepo. Yaani tunashiriki serikali na private kwa ajili ya kuunganisha ule umoja wetu kwa skuli zote ambazo zipo Zanzibar. Kwa kiasi kama 80% hivi naona wameshiriki vizuri tu kwa michezo yote pamoja. Kwa sababu watoto wetu ndo kitu ambacho wanakipenda zaidi. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto huwezi kuona performance yao darasani, lakini ukija kwenye anga hizi za michezo unaweza ukaona kwamba performance yake ipo vipi. Alafu ile participation yake ipo vipi kwa wanafunzi wenzake. Kwa sababu darasani huwezi kuona kipaji chake. Nimefurahi sana kupokea mwaliko, tena nimefurahi hali ya juu. Kwa sababu watoto wameshiriki mpaka roho inavutia, yani michezo mbalimbali, na michezo mingi iliyoshiriki ni kuonyesha asili ya mtamaduni ya Mzanzibari. Kwa hilo hongereni sana na tumepokea mwaliko inshallah, na naipongeza sana skuli ya Twaibu kwa kuwepo na ushirikiano kutupa mwaliko, na pia hivyo wasiache kutualika na tutakuja. Hili jambo lilotokea watoto wamelichukulia kwa asilimia kubwa tena sana. Nikiangalia kwa mfano ya skuli yangu, tangu jana na leo asubuhi wanafunzi wako happy sana. Tunaenda kushiriki michezo kadha. Tunaimarisha nguvu, tunajenga hivi, hili jambo pia linapelekea kuweka ujirani au kuunda familia baina ya skuli moja na skuli nyingine. Nao wanafunzi walieleza kufurahishwa na maadhimisho hayo, wakisema wamepata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, kupata marafiki kutoka shule nyingine na kuongeza uelewa kupitia mashindano ya kielimu. Walishukuru uongozi wa shule ya Twaibu kwa kuandalia tukio hilo na kueleza matarajio yao ya kushiriki tena katika mashindano yajayo. Naitwa Shahin Inayat Abdul Latif, ninasoma skuli ya Madrasa Twaibu. Nimefurahi walimu wetu wametuandalia bonanza nzuri. Kulikuwa kuna michezo tofauti kama kuruka kamba, kuvuta kamba kutoka skuli tofauti. Kwa jina naitwa Salma Saleh Hilal kutoka Madrasa Twaibu Islamic School. Bonanza leo la hili ni la kufurahisha na ni nzuri sana kwa sababu walimu wametuandalia. Kwa majina naitwa Abdul Hafiz Mini Nasor kutokea skuli ya Heroes Community Academy. Bonanza la leo ni nzuri, pia tumefurahi kwa kualikwa. Pia nimejibu maswali vizuri, natumaini nitakuwa mshindi. Kwa majina naitwa Amri Abusa Amri, nimeshiriki mchezo wa kuvuta kamba. Natumai tutashinda katika mchezo mwingine, japo tumeshinda katika mchezo mmoja. Naomba nguvu moja katika skuli yetu. Asante. Nikiripoti mimi ni Musa Ahmad wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.